Imekuwa ni kawaida kuona ushindani kwenye upande wa masuala ya usajili, hasa kwa upande wa klabu ya Simba pamoja na Yanga, hasa kutokana na upinzani ambao wamekuwa wakiufanya kwa miaka yote. Kwenye masuala ya usajili ni jambo la kawaida kabisa kutokea. Sasa kuna taarifa juu ya usajili wa winga wa TRA United Ramadhani Chobwedo, ambaye kwa msimu huu umekuwa ni msimu wake, hasa kutokana na kiwango bora ambacho amekuwa akikionyesha ndani ya klabu hiyo. Sasa kuna taarifa kuhusiana na Chobwedo hapa, lakini kabla sija kupatia taarifa hii nikukumbushe tu, hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Katika kile kinachotajwa kuwa moja ya dili la kushtukiza katika soka la usajili kwa soka la Tanzania, klabu ya Simba inaelezwa kwamba imefanikiwa kumpata rasmi winga Ramadhani Chobwedo kutoka TRA, licha ya kuwepo kwa taarifa kwamba wapinzani wao wakubwa Yanga walikuwa wakimhitaji kwa nguvu katika dirisha lijalo. Hatua hiyo imekuja kama mshangao mkubwa kwa mashabiki na wadau wa soka hapa nchini, kwani kwa muda mrefu iliaminika kuwa klabu ya Yanga walikuwa mbele zaidi katika mazungumzo ya kumsajili mchezaji huyo. Hata hivyo, Simba wameonekana kuingilia kati kwa nguvu zaidi na kufanikisha dili hilo kwa haraka, jambo ambalo limeibua mijadala mikubwa katika mitandao ya kijamii. Ramadhani Chobwedo ni winga ambaye amekuwa akionyesha kiwango kizuri ndani ya TRA ndani ya msimu huu. Amejijengea sifa kubwa ya kuwa mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kufanya, haswa pia kwenye eneo la pembeni, akiwa na nguvu lakini pia na nidhamu ya kiuchezaji na uwezo wa kusaidia ulinzi pamoja na kushambulia. Katika msimu huu Chobwedo ameonekana mmoja wa wachezaji muhimu ndani ya kikosi cha TRA, haswa namna ambavyo amekuwa akitembea zaidi na mpira mbele, lakini pia sifa hizo ziliwafanya pia vigogo wa Tanzania kumtazama kwa jicho la karibu zaidi. Kwa mujibu wa taarifa zinazozunguka kwenye vyanzo vya karibu vya usajili, ni kwamba Simba walishafanya mazungumzo ya kimya kimya kabla ya kufanikisha makubaliano ya mchezaji huyo pamoja na klabu yake. Inaelezwa kuwa uongozi wa klabu ya Simba ulifanya juhudi kubwa kuhakikisha wanamaliza dili hilo haraka kabla ya klabu nyingine kuingia rasmi kwenye mazungumzo ya mwisho. Hatua hiyo ndio ambayo inatajwa zaidi kupindua meza katika dili hilo. Mashabiki wa klabu ya Simba wamepokea taarifa hii wakiamini kwamba mchezaji huyo anaweza kuongeza kitu. Lakini fahamu kwamba kabla ya Simba kufanikisha kuzungumza na uongozi wa TRA juu ya Ramadhani Chobwedo kabla ya kuondoka Arusha baada ya kumaliza mchezo wao wa pili, taarifa zilikuwa zikieleza kwamba klabu ya Yanga pia walikuwa wakimfuatilia kwa karibu. Yanga walitazama uwezekano wa kumsajili mchezaji huyo baada tu ya dirisha kubwa kufunguliwa, lakini kwa upande wa Simba wamefanya mambo haraka na kutoa fedha na mchezaji huyo kusaini mkataba ambao atautumikia kuanzia msimu ujao. Unaweza kuwa unajiuliza kwamba Chobwedo nini hasa ambacho atakiongeza ndani ya klabu hiyo, haswa pia kuongeza nguvu zaidi kwenye eneo la pembeni, lakini pia kuongeza ushindani katika kwenye eneo hilo, lakini pia kusaidia timu kuwa na uwezo mzuri kwenye eneo la mbele. Baada ya taarifa hizo kusambaa, mashabiki pia tumeweza kuona namna ambavyo wamekuwa wakimzungumzia Chobwedo. Wengi wanamzungumzia kwa kiu tofauti, lakini kila mmoja anamzungumza vile ambavyo anatazama kwa kile ambacho amekuwa anakitoa kwa upande wa winga huyu. Ya maana kwamba taarifa tu ni kwamba Simba wameshakubaliana kila kitu na jambo limekamilika.